Hii ni An-Nisaa TV. Hii ni An-Nisaa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man jaa bit-tawhid wad-din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Ndugu yangu Muislamu, kwa mara nyingine tena na kukaribisha kwa moyo uliojawa na furaha katika kuendelea na vipindi vyetu vya milango ya moyo. Tukiwa leo tuko katika halaka yetu ya 3 ya kukufafanulia wewe na kukuelezea wewe upate kujua ni viungo vipi ambavyo ndiyo mlango wa moyo. Yani ili moyo wako uharibike, ili moyo wako uingiwe na sumu, moyo wako upatwe na matatizo, moyo wako upotee, basi njia ya kuingiza kitu mpaka kifike kwenye moyo ni moja kati ya hizi ambazo tuko katika kuendelea kuzizungumza. Tulizungumza katika halaka yetu ya 2 tulipokuwa tukielezea milango ya moyo, tukazungumza yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituwafikia. Tukaelezea kwamba mlango wa 2 ni miguu miwili, na tukakuelezea ni njia gani utakazozitumia za kutembea kwa miguu yako miwili uweze kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uweze kuzipata thawabu za Mwenyezi Mungu. Leo hii tuingia katika mlango wa 3 miongoni mwa milango ya moyo. Nao si mlango mwingine isipokuwa ni mlango wa masikio. Haya, as-samaa. Masikio haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tuweze kusikia yanayoendelea, tuweze kusikia yanayosemwa, tuweze kusikia yanayopangwa. Masikio haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyajalia ndiyo mlango mkubwa ambao wapitisha kitu mpaka kwenye moyo. Moyo wangu na wako yaweza nyoyo zetu zikatengea, na asli ya kutengea ni mambo ambayo tumeyasikia. Na moyo wangu huo na wako zaweza zikaharibika nyoyo zetu, na asli ya kuharibika huko ni mambo ambayo tumefanya nini? Tumeyasikia. Kwa ajili hiyo masikio ndiyo mlango wa 3 miongoni mwa milango ya moyo. Muulizaji hapa anaweza akauliza mtu akasema, kwa nini kwanza kutajwa sikio kabla ya kutajwa jicho? Si aketi kama ambaye kwanza kungetajwa jicho halafu baadaye ndio kukatajwa sikio? Naam, swali hili ni swali zuri, lakini tutanguliza sikio kulielezea kwamba ni moja kati ya milango ya moyo, ingawaja na jicho tutalielezea mbele. Lakini tumetanguliza sikio kwa sababu 5 takriban. Na sababu 5 hizi zote ni sababu msingi zinazoturuhusu sisi tutangulize kwanza sikio kwamba ndio mlango wa 3 wa moyo kabla ya kuenda katika jicho. Sababu zetu ni 5. Sababu ya kwanza inayotupelekea sisi tukatanguliza kulielezea sikio kwamba ni mlango wa moyo kabla ya kuelezea jicho. Sababu ya kwanza ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani yake tukufu ametanguliza kulitaja sikio kabla ya macho katika sehemu zisizopungua 17.
tumezifuatilia, tukazichunguza. Kila mahali ambapo Mwenyezi Mungu alitaja jicho na sikio kwa pamoja, basi alichokitanguliza kwanza ilikuwa ni sikio, halafu baadaye ndio akataja jicho. Sehemu takriban 17 katika Qur'ani tukufu. Miongoni mwa sehemu hizo, kwa mfano, nenda suratul Baqara aya ya 7. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Khatama Allahu ala qulubihim. Sikiliza vizuri. Mwenyezi Mungu ametia muhuri, amepiga muhuri juu ya nyoyo zao. Kisha wa ala sam'ihim, na amepiga muhuri Mwenyezi Mungu kwenye masikio yao. Limetajwa sikio kwanza. Kisha wa ala absarihim ghishawatun, na katika haya macho yao kuna vifiniko. Kwanza Allah akatanguliza kulitaja sikio kwamba amelipigia muhuri lisione haki wala lisifahamu, na kadhalika akalitaja jicho baada ya hapo kwamba macho yana vifiniko. Hapa ni mfano mmoja tu tumeutoa katika suratul Baqara ya kwamba Mwenyezi Mungu ametanguliza kulitaja sikio kabla ya kutaja macho. Lakini uache mfano huu, nenda pia katika suratul An'am aya ya 46. Allahu tabaraka wa taala anatuambia, qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bihi unzur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasdifun. Mwenyezi Mungu asema katika aya hii, qul, sema ewe Mtume Muhammad kuwaambia hao watu wako, araaitum, mwaonaje, nipeni habari, in akhadha Allahu sam'akum, Mwenyezi Mungu akiyachukua masikio yenu. Masikizi haya yameanza kutajwa. Kisha wa absarakum, Mwenyezi Mungu akachukua na macho yenu. Wa khatama ala qulubikum, na akapiga muhuri katika nyoyo zenu. Man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bihi, kuna Mungu mwingine yupi asiyekuwa Allah mwenye uwezo wa kuwaletea vitu hivyo? Kuna Mungu mwingine mwenye uwezo wa kukuletea masikio? Yuko Mungu mwingine mwenye uwezo wa kukuletea macho? Hakuna. Hii ni aya ya pili. Mwenyezi Mungu ametanguliza kuyataja masikio kabla ya macho. Lakini nenda katika mfano wa tatu ambao tutakoma katika huu, na tumesema mifano ni takriban 17. Mwenyezi Mungu ametanguliza kutaja masikio kisha ndo akataja macho. Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul Mulk, qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Qul, sema ewe Mtume Muhammad, huwa alladhi ansha'akum, yeye Allah ndiye aliyewaumba nyinyi. Baada ya kuwaumba, waja'ala lakumus sam'a, na akajalia kwenu masikio. Haya yametajwa mwanzo masikio. Kisha wal absara wal af'ida, na Mwenyezi Mungu akajalia kwenu macho na nyoyo. Qalilan ma tashkurun, ni uchache mno ambao kwamba mashukuru. Huu ni mfano wa tatu. Mwenyezi Mungu ametanguliza kutaja masikio kabla ya kutaja macho. Sasa hapa ndiyo tuelewane ndugu zangu kwamba sisi tumetanguliza kuyataja masikio, kwamba huu ni mlango wa tatu katika milango ya moyo. Tumetanguliza kutaja masikio kabla ya kutaja macho kwa sababu 5. Sababu ya kwanza ni hii, Mwenyezi Mungu mwenyewe ametanguliza kulitaja sikio. Hiyo ndio sababu yetu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa nini tutangulize sikio kabla ya macho? Ni kwamba Allahu tabaraka wa taala ameelezea katika Qur'ani ya kwamba mwanadamu
atahisabiwa kuhusiana na aliyoyasikia kabla ya kuhisabiwa kuhusiana na aliyoyaona. Yani yale ambayo kwamba wewe ulikuwa ukiyasikia utahisabiwa nayo mwanzo kabla ya kuhisabiwa katika yale ambayo ulikuwa ukiyaona. Hii ndiyo maana ya aya iliyoko katika suratul Isra'i, Mwenyezi Mungu aliposema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kwa hakika sikio, inna as-sam'a, masikio haya yametajwa mwanzo, haya ndio taulizwa ya kwanza. Wal basara, kisha ndio kutaulizwa macho. Wal fuada, kisha ndio moyo. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, yote hayo mwanadamu ataulizwa kuyahusu. Kwa hiyo sababu yetu ya pili ya kwa nini tutangulize kulielezea sikio ama kuyaelezea masikio kwamba ndiyo mlango wa tatu katika milango ya moyo. Katika sababu zetu 5, sababu yetu ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atatuuliza katika yale tuloyasikia kabla ya kutuuliza katika yale tuloyaona na kutuuliza kuhusu nyoyo zetu. Sababu yetu ya tatu ya kwa nini tukatanguliza kuelezea masikio kwamba ni mlango wa tatu katika milango ya moyo kabla ya kuyaelezea macho. Sababu yetu ya tatu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuletea mtoto mpya ulimwenguni, yani kama mimi kwa mfano nilipozaliwa kuingia ulimwenguni na wewe ulipotoka katika tumbo la mamako kuingia ulimwenguni, kiungo cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu alianza kukifanyisha kazi kabla ya mwenzake ni masikio. Masikio yalikuwa tayari yasikia kuanzia huko ndani ya tumbo mpaka ukitoka kabla ya macho kuona. Masikio tayari yalikuwa yasikia. Na ndio maana utaona watoto wengi wao atazaliwa yuasikia na macho hajafungua. Na ndio tukaelekezwa sisi kwamba kwa kuwa sikio lafanya kazi, basi tupatilize kuadhini katika sikio la kulia na tupatilize kukimu katika sikio la kushoto, ili ule mtoto iwe kitu cha kwanza alichokisikia wakati akiingia ulimwenguni ni jina la Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa sababu yetu ya tatu ni kwamba sikio huwa lafanya kazi mapema zaidi mtoto azaliwapo kabla macho kuanza kufanya kazi. Sababu yetu ya 4, kwa nini tukatanguliza kueleza kwamba mlango wa tatu ni masikio kabla ya kuelezea macho? Sababu ya tatu ni kwamba ukiitumia akili yako kuna kitu utakigundua. Kitu gani? Utagundua ya kwamba haya masikio yetu Mwenyezi Mungu ameyapa uwezo wa kusikia kupitia pande zote 6, aljihatu 6, pande zote 6 ambazo mwanadamu yuasikia nazo. Mwanadamu yani zimemkabili, basi pande zote mwanadamu yuasikia nazo. Kitu kikiwa cha sema kwa huku mbele, mwanadamu yuasikia. Kikiwa cha sema kwa huku nyuma, sikio lafanya kazi. Kikisemwa kwa kulia au kwa kushoto, sikio lafanya kazi. Kikisemwa juu au kikisemwa chini, sikio lafanya kazi. Kwa hiyo sikio lasikia kupitia pande zote 6 ambazo ni mbele, nyuma, kulia, kushoto, juu na chini. Ongezea pia sikio lasikia hata kwenye giza au kwenye mwangaza. Mahali pakiwa na mwangaza yasemwayo wayasikia, na mahali pakiwa na giza yasemwayo pia wayasikia. Tofauti na macho. Macho hayaoni isipokuwa kile kilichoko mbele. Huku nyuma jicho halioni, lakini sikio huku nyuma lasikia.
Macho hayaoni isipokuwa kuwe na mwangaza. Kukiwa na giza, macho hayaoni, lakini sikio lasikia hata kukiwa na giza. Kwa hiyo sikio lina kazi kubwa zaidi linaofanya hata kuyaliko macho. Hii ni sababu yetu ya 4 kwa nini tukatanguliza kuelezea kwamba mlango wa 3 katika milango ya moyo ni masikio. Sababu yetu ya 5 na ya mwisho, kwa nini tutangulize masikio kuyaelezea kwamba ndiyo mlango wa 3 katika milango ya moyo? Kwa nini tukatanguliza masikio kabla ya macho? Sababu yetu ya 5 na ya mwisho ni kwamba ukichunguza wewe utakwenda kugundua ya kwamba masikio hayalali, tofauti na macho. Macho yaweza ikawa yamelala, lakini masikio yakawa yako macho, yanasikia kila kinachojiri hapo. Na ndio maana wakati mwingine mtu anaweza ikawa yamwambia mwenzake, nilikuwa nimelala nikawa nasikia kwa mbali. Ulisikia vipi na umelala kama masikio hayafanyi kazi? Ikiwa ukilala masikio nao pia yamelala moja kwa moja, kwa nini wakati mwingine unaweza kuwa usingizini lakini baadhi ya vitu ukavisikia kabisa vikizungumzwa? Kwa ajili hiyo, ndugu zangu Waislamu, tumetanguliza kuelezea masikio kwamba ndiyo mlango wa 3 miongoni mwa milango ya moyo, kwa sababu hizi 5 ambazo tumezifafanua mbele yenu ndizo zilizotupelekea sisi tukatanguliza kuyaelezea masikio, ambayo ndiyo kikao chetu cha leo, kabla ya kuyaelezea macho. Hayo yakiwa yamefahamika, basi tuelewe ndugu zangu ya kwamba haya masikio ndiyo shimo la pili lenye hatari kwa mwanadamu baada ya shimo la kwanza ambalo ni ulimi. Lau twaja katika kuzipangilia hatari kwa mwanadamu, tukishaanza hatari ya kwanza ni ulimi, basi shimo la pili ambalo lina hatari zaidi baada ya ulimi ni masikio. Masikio ndicho kiungo ambacho kina tabia ya kuupangia moyo nini ufanye. Haya masikio yetu yana tabia ya kuupangia moyo, wewe moyo fanya nini, mpende nani, mchukie nani, wewe moyo kuwa karibu na nani, keti mbali na nani, wewe moyo fahamu kitu fulani, usifahamu hichi. Masikio yana mchango mkubwa katika kuupangia na kuukontrol moyo. Watu waweza kawa wazungumza tu maneno, yatakapopenya kwenye masikio yako yakakupelekea ukampenda mtu na hata hujawahi kumuona. Ni kwa sababu tu masikio yako yamewasikia watu wakimsifu kwa namna fulani. Masikio hayo yaweza yakasikia watu siku hiyo yakimkashifu mtu hata humjui, ukamchukia tayari. Haja kukosea, hujamuona wala lolote, lakini ukamchukia tayari. Kwa nini? Kwa sababu umesikia habari mbaya kumhusu huyo mtu. Sasa moyo una tabia ya kuutengezea moyo, masikio yana tabia ya kuutengezea moyo nini iamini, nini ipende, nini ichukie. Pale unapompenda mtu kwa kusikia tu sifa zake, kupenda umependa kwa kutumia moyo, lakini asili paka moyo kupenda ni masikio. Na pale ulipomchukia mtu kwa kusikia kashfa zake, kuchukia ni moyo, lakini mpaka moyo ulipochukia ni masikio ndio yalosikia yakafanya moyo kachukia. Kwa hiyo masikio ndiyo shimo la pili lenye hatari kubwa sana baada ya ulimi. Hapo ndio tukatakiwa ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe tuwe makini sana ni kitu gani ambacho tusikiliza, kwa sababu tukisikilizacho
chaingia moja kwa moja mpaka kwenye nyoyo na kitaacha athar pale ndani ya moyo, kitaacha athar. Na ndio maana wale waliopita wakubwa walipokewa katika jumla ya maneno yao, baadhi yao wakisema laisa min jarihatin ashaddu dararan ala al-abdi ba'da lisanihi min sam'ihi, hakuna katika viungo chenye madhara makubwa zaidi kwa mwanadamu baada ya ulimi. Ndo wa kwanza, hakuna baada ya ulimi kwa madhara kama masikio. Masikio haya ndo yenye madhara makubwa zaidi baada ya ulimi. Wanasema liannahu asra'u rasulin ila alqalbi, kwa sababu masikio ndiyo mtumishi mwenye kuutumikia moyo kwa haraka haraka. Masikio ya utumikia moyo kwa namna ya ajabu. Wa aqrabu ma yuqi'u fil fitna, masikio ndiyo kitu rahisi ambacho chaweza kumuingiza mtu katika fitna. Masikio, chunga unachokisikiza, chunga unachokifuatilia, kwa sababu kadri unavyosikiza ndiyo kadri unavyouelekeza moyo wako, wapi uende, wapi usiende, wapi ushike, wapi usishike. Ni masikio ndio yanayouamuru moyo, nenda hivi, nenda hivi, nenda hivi. Na ndio maana wanazuoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarehemu wakatuambia huku kusikiza nyimbo ni haramu. Kwa nini kusikiza nyimbo ni haramu? Kwa sababu yale maneno uyasikizayo kwenye manyimbo yanapenya, yanakwenda kwenye moyo. Basi tena yakiwa ni maneno maovu umetia uovu, yakiwa ni maneno machafu umetia uchafu, yakiwa ni maneno ya kishenzi umetia ushenzi. Na ndio maana ikawa wewe waangalie wale ambao wenyewe wajiona wamehifadhi manyimbo fulani fulani kama ya kizungu, kama manyimbo ya nini, wenyewe hujiona kama sisi hakuna bana, nimehifadhi nyimbo nzima mimi ya mwimbaji fulani. Okay, si ameshahifadhi? Sasa muangalie vitendo vyake, sana sana utavipata vafanana na hiyo nyimbo. Chunguza tu utaona, haina haja turufushe sherehe katika hilo. Wanazuoni wakatuambia ni haramu masala hao ya kusikiza nyimbo, na dalili zikatolewa nyingi. Chanzo cha mpaka mambo yakawa hivi ni kwa sababu kule kusikiza kwatia kitu ndani ya moyo, na kunapotia kitu ndani ya moyo basi jua athari yake lazima itaonekana. Ndio maana nyimbo zikawa ni haramu, na haitotokea hata siku moja nyimbo ziwe ni halali. Nyimbo za kidunia, nyimbo ambazo kwamba zina uchafu, nyimbo zenye uovu, hizo ni haramu qat'an, hakuna namna ya kuzitetea wala kuzisairi sairi. Kwa hiyo angalia unachokisikiza, kwa sababu masikio ndio shimo la pili la hatari baada ya shimo la kwanza kwa hatari ambao ni ulimi. Ndugu zangu Waislamu, unaposikiliza hata watu wakiwa watukanana, mwenyewe umepita mahali ukasikia watu watukanana, ukajiambia acha nikae nisikize watu wakitukanana matusi hapa. Kitendo hicho cha kuketi pale ukawa wasikiza yale matusi, wewe umeshirikiana nao katika madhambi. Hilo la kwanza. Pili, umeuchafua moyo wako kwa kusikiza mambo ambayo kwamba ilikuwa wewe hufai kuyasikiza. Na mfano kama huo umeelezwa na baadhi ya waliopita zamani. Bwana mmoja alimuona mwenzake akiitwa Amr ibn Utbah. Huyo Amr ibn Utbah alikuwa yuko mahali na kuna mtu yuamtukana mwenzake. Wakati yule amtukana ule mwingine, huyo Amr ibn Utbah alikuwa hiyo area. Sasa wakati matusi yanaendelea, kuna bwana mmoja katika waja wema akapita hapo, akamwambia wailak, ole wako. Na huyu mtu alomwambia mwenzake ole wako
hajawahi hata mara moja kumwambia ole wako. Hiyo ndiyo ilikuwa mara ya kwanza yomwambia Amr ibn Utba ole wako. Kisha akamjulisha kwa nini amemwambia ole wako. Akamwambia hivi: nazzih sam'aka an istima'il khana kama tunazzihu lisanaka anil kalami bihi fa inna as-sami'a sharikul qa'il. Hando maneno alomwambia. Alipomwambia ole wako, yule akashtuka, huyu mimi hajawahi kunambia ole wangu, leo amenambia, kuna yapi? Akamwambia nazzih sam'aka an istima'il khana, epusha masikio yako kusikiliza mambo yasiyofaa, mambo mabaya, mambo maovu, matusi, kwa sababu kulikuwa na watu watukanana. Epusha masikio yako kusikiliza hayo. Kama tunazzihu lisanaka anil kalami bihi, kama unavyoepusha ulimi wako usiongee matusi. Si wauzuia ulimi usiongee matusi? Zuia na masikio yasisikie matusi. Kwa nini? Akamwambia fa inna as-sami'a sharikul qa'il, kwa hakika anayesikiza ni mshirika wa yule anayesema. Sasa unapopita mahali ama unapoketi mahali watu wakawa watukanana, wajibizana maneno mabaya, usijiambie mimi situkani, ni wao tu wanaotukanana, mimi nasikiza tu. Wewe unayesikiza, kuna mambo mawili makubwa yanakupata. Jambo la kwanza, wewe ni mshirika wa hao wanaotukanana katika dhambi. Jambo la pili, wauchafua moyo wako kwa kuingiza kwenye masikio yako vitu ambavyo kwamba vyaenda vikauchafue ule moyo. Kwa hiyo una jukumu wewe la mahali kuna matusi yasemwa, mahali watu watukanana, mahali watu ongea maneno mabaya, una jukumu la kupaondoka mahali hapo mpaka yale mabaya yamalizwe, ndio wewe waweza kurudi jokae. Wa ila usikae, kwa sababu wapata dhambi kama wao, lakini pia wauchafua moyo wako, kwa sababu masikio ndio mlango wa tatu miongoni mwa milango ya moyo. Na ni watu wangapi waliofaulu na wakatengekewa kwa sababu walisikiza mazuri alafu wakatengekewa? Na ni watu wangapi walioharibikiwa kwa sababu walisikiza mabaya alafu wakaharibikiwa? Ni mara ngapi mambo hao sisi tuyajua? Katika viswa maarufu ambavyo vyajulikana ni kisa cha al-Imam al-Fudail ibn Iyadh, mmoja katika wanazuoni wakubwa aliyebandikwa jina akawa yuaitwa Abidul Haramain, mfanyi ibada wa Haramain. Haramain ni Makka na Madina, yani ndani ya Makka na Madina hakuna mfanyi ibada amfikaye yeye katika hizo zama hizo zake. Al-Fudail ibn Iyadh, imamu mkubwa huyu, mwanachuoni mkubwa huyu, mwenye kufanya ibada mkubwa huyu, mpaka akaitwa mfanyi ibada wa Haramain. Mwanzo wake ulikuwaje? Ukisoma katika vitabu vya historia vinakwambia huyu Al-Fudail ibn Iyadh mwanzo wake alikuwa ni mwizi, alikuwa ni qati'u tariq, alikuwa ni mtu mwenye kuvamia watu na kuwahasiri, mwenye kuvamia watu na kuwapora, mwenye kunyang'anya na kudhulumu watu, mpaka kila mahali jina lake limetangaa kwa hiyo sifa ya uwizi na uporaji na kadhalika. Jina lake lajulikana kila mahali. Fudail ibn Iyadh huyu kama alikuwa ni mwizi kiasi hicho, jina lake lajulikana kila mahala. Imamu mkubwa kama huyu, hapo alipokuwa katika hizo zama za huo uwizi, jina lake likatangaa kila kona. Ni kipi ambacho kilimfanya baadaye akaitwa imam? Ni kipi ambacho kilimfanya baadaye akaitwa Abidul Haramain, mfanyi ibada wa haram mbili? Ni kipi ambacho kilitokea hadi Al-Fudail ibn Iyadh huyu akageuka akawa ni mmoja katika watu wakubwa, maimamu wakubwa wanaozingatiwa? Wanaeleza wenye kuelezea ya kwamba siku moja
yuaenda kuvamia nyumba aibe usiku. Wengine wanasema ilikuwa si kuvamia nyumba, ilikuwa kuna mwanamke katika nyumba fulani yamtaka. Iwe itakavyokuwa, lakini usiku alikuwa amekwenda katika nyumba fulani kutekeleza jambo. Amekwenda kuiba. Akaparaga ukuta ili aingie ndani aibe. Alipokuwa yuaparaga ukuta, akamsikia mtu ndani yuasoma Qur'an. Tia mstari hapo. Akamsikia, hakumuona, akamsikia. Masikio haya yakafanya kazi. Akamsikia mtu yuasoma Qur'an. Amefika katika aya ya suratul Hadid nambari 16, aya inayosema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaqi. Alam ya'ni, hivi haijakuwa tayari, bado haijakurubia tu, lilladhina amanu, kwa wale walioamini, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaqi, kwamba haijakuwa tayari kwa walioamini nyoyo zao zinyenyekee kwa ajili ya utajo wa Allah, nyoyo zao zinyenyekee kwa ajili ya yale yaliyoteremka ambayo ni ya haki. Hivi haijafikia tu sisi tulioamini tuwe wanyenyekevu? Ndio maana ya aya. Enyi mlioamini, bado haijawa tayari tu nyinyi kuwa wanyenyekevu na kuwa wanyenyekevu katika yale yaliyoshuka kutokamana na haki? Aliposikia mtu yuasoma amefika katika aya hii, alisema yeye huyu Fudhail, na amekwenda kuiba, akasema bala ya Rabb, ndiyo Mola wangu, imefika bwana, sisi tuloamini, tulosema la ilaha illa Allah, imefika tuwe wanyenyekevu, imefika tufuate haki. Akasema hivyo, bala ya Rabbi qad an, imefika. Hakuingia tena kuiba. Kwa kusikia aya hii kisomwa, hakuingia tena kuiba. Alichokifanya, usiku huo huo akatoka, ikawa kuna sehemu yuaelekea. Alipokuwa yuaelekea hiyo sehemu, akaenda akaona msafara. Ndani ya usiku mmoja akaenda akafika mahali kuna watu wasafiri wenyewe wanataka kuanza safari yao waelekee. Wale watu wakaanza kuambiana wao kwa wao, jamaa, twendeni saa hii usiku. Wengine wakaanza kusema, saa hii usiku tukiondoka Fudhail ibn Iyadh atatuvamia njiani, tusiondokeni saa hii usiku, tusubirini hadi asubuhi at least ndo tuondoke. Yuwasikia watu wanaoyasema kumhusu. Watu wanataka kusafiri, hakusafiriki. Chanzo ni yeye al-Fudhail ibn Iyadh. Pale pale akaanza kufikiria, kisha akaanza kujiambia, mimi as'a bil-layli fil ma'asi, mimi usiku nazurura nikifanya maasiya, nikiiba, nazurura nikidhulumu. Wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafunani, halafu kuna sehemu waislamu waniogopa mimi. Yani nimekuwa mtu wa aina gani mimi? Usiku nazurura nikidhuru watu sasa waislamu waogopa waniogopa mimi. Akajiambia, wama ara Allah saqani ilaihim illa liartadi, sidhani mimi kwamba Mungu amenileta mpaka nije niwasikie hawa watu. Kule ninasikia mtu asoma aya, huku najasikia watu wakisema haya. Mimi sidhani Mungu amenipitisha njia hii leo, ila ni kwamba Mwenyezi Mungu yanitaka mimi nikome katika hili jambo. Pale pale akasema, Allahumma inni tubtu ilaik, Mola, kwa hakika mimi nimetubu kwako, waja'altu taubati mujawarata albayti alharam, kutubia kwangu nimejaalia ni kwamba nitakuwa jirani na nyumba yako tukufu. Yani sitotoka tena hapo, mimi ni hapo kwenye Al-Kaaba hapo, na mimi na hapo ni kuabudu wewe tu ya Rabbal Alamin. Akatubu, akabadilika, akawa mcha Mungu, mpaka akawa ni al-Imamu al-Fudhail ibn Iyadh, akawa mtu mkubwa. Al-Imamu al-Fudhail ibn Iyadh
mpaka akabandikwa abidul haramain, mfanyi ibada wa haram mbili, alharamul makki walharamul madani. Akawa ni mfanyi ibada mkubwa, jina lake lajulikaniwa kila mahali. Amebadilika. Asli ya kubadilika kwake ni haya masikio mawili. Haya masikio ndio ambayo yapenyeza habari kwenye moyo, ndio ukaambiwa chunga unachokisikiza. Wewe haujui pale usikizapo ni jinsi gani wa uathiri na kuudhuru moyo wako. Haujui. Lau ungejua, wallahi ungelihakikisha kila usikiacho ni kitu kizuri, kwa sababu ndiyo kinachoujenga na kuurekebisha na kuutengeza moyo wako. Ndugu zangu Waislamu, waliotengea kwa sababu kwanza wameanza kwa kusikia ni wengi sana. Lau kama tuataka tuanze kuwazungumza, basi tutawazungumza wengi, mpaka wale ambao walikuja Makka akaambiwa usimsikize Mtume Muhammad, yule akiongea yongea maneno ya uchawi, na wewe ukimsikiza maneno yake ya uchawi yatakuathiri. Na mtu mpaka akatia pamba kwenye masikio, sitaki kumsikiza, lakini akipita karibu na Mtume, Mwenyezi Mungu akalazimisha hata kama umetia pamba utasikia tu. Na waliposikiza aya za Qur'ani wakatamka shahada, wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo masikio ndiyo kiungo cha tatu, ama ndiyo mlango wa tatu miongoni mwa milango ya moyo. Ndugu zangu Waislamu, kila kiungo katika mwanadamu kina ibada. Kila kiungo katika mwanadamu kina ibada. Atakiwa mwanadamu akitumie kiungo hicho katika kukifanyia ibada yake. Macho haya yana ibada yake, masikio yana ibada yake, ulimi una ibada yake, mikono, miguu, kila kimoja kina ibada yake. Na ibada nzuri ya masikio ni al-insatu lilhaq, ni kupulika inapozungumzwa haki, baada ya kupulika kuifuata haki hiyo. Pulika. Kila unaposikia pazungumzwa haki, pulika. Wewe angalia leo, wengi katika sisi kwa kusikiliza batil, kusikiliza ya haram, tumeharibika, tumepotea. Mpaka mtu lau ameketi na simu yake, yuko katika mtandao, kwa mfano yuko mtandao wa Instagram, yuko TikTok ama wapi, katika scroll zake, akipita mahali kwa zungumzwa mazuri, akapita klipi ya Sheikh, akapita klipi ya mtu atoa nasaha, mbio mbio ataipitisha klipi hiyo, hataki kusikiza, kwa namna masikio yetu yalivyoharibika. Lakini subiri apite apate kwa zungumzwa ya upuuzi, ya kishaitani, maovu, atatulia hapo madakika kadhaa, awe yuwasikiliza bila kuwa na wasiwasi. Ushenzi mtupu wazungumzwa, lakini amepulika sikio lake huko akiona raha, hawa ndo wanaosema hawa. Lakini akipita katika mambo ambayo kwamba ni ya haki, mambo ambayo ndio yatakayouokoa moyo wake, mbio mbio hataki kabisa kusikiza. Ndio hapa tuelezwa ya kwamba kila kiungo kina ibada, na ibada nzuri ya masikio ni al-insatu lilhaqi, isikilize haki. Lakini sio haki tu, sikiliza wakati zinapoelezewa sheria za Allah. Unapompata mtu yuaelezea sheria ya Allah yasemaje, tulia, sikiliza, kwa sababu wauhuisha moyo wako ukisikiliza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza wakati ikiwa kuna jambo lafanyika, pengine ni adhan, isikilize adhan. Pengine ni mtu yuwasomesha, aidha yuwasomesha Qur'an, ahadith za Mtume, asomesha cha kheri, sikiliza. Labda ni mtu asomesha au aeleza sira na historia
ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza, kwa sababu unapofanya hivyo wauhifadhi moyo wako, wauokoa moyo wako. Unapokimbia kusikiliza vitu mfano wa hivyo, utasikiliza vitu gani? Qur'ani ikisoma kusikiza hutaki, adhani ikiadhiniwa kusikiza hutaki, hadithi za mtume zikisoma hutaki kusikiza, historia ya mtume hutaki kusikiza, hutaki kusikiza lolote la khair. Wewe utasikiza nini? Bila shaka utasikiza ya shari. Hapo ndipo unapoharibu moyo wako. Wawezaje wewe, kwa mfano, wawezaje wewe kuweka earphones kwenye masikio yako jisali moja lizima, wasikiliza tu nyimbo hii ikitoka, nyimbo hii ikitoka, upuzi hunu, jisali moja zima? Wawezaje wewe? Lakini dakika 3 au 5 za kusikiliza Qur'an huwezi. Wewe haujiogopei, wewe hauingii na hofu kuhusu moyo wako. Ushaketi ukajiambia, moyo wangu mimi una nini? Mbona nao uwezo wa kusikiliza upuuzi na upumbavu kwa jisaa lizima bila kuchoka, lakini inapokuja jambo la khair siwezi kusikiza. Wewe hujaketi ukajiogopea katika hiyo hali. Moyo wako umeuchafua kwa hayo unaoyasikiliza, wala hauja utengeza moyo wako. Ndio mmoja katika shuara yakatwambia, wasam'aka sun'an sama'il qabih kasawni lisani 'ani nutqi bih fa innaka 'inda sama'il qabih sharikun liqa'ilihi fantabih. Anatuambia wasam'aka sun'an sama'il qabih, katika Bahrul Mutaqarib, masikio yako ya hifadhi yasisikize machafu, ya hifadhi. Kasawni lisani 'ani nutqi bih, kama unavyohifadhi ulimi usitamke machafu, hivyo hivyo ya hifadhi masikio yako yasisikize machafu. Kisha akasema fa innaka 'inda sama'il qabih, kwa hakika wewe pale usikizapo machafu, sharikun liqa'ilihi fantabih, ni mshirika wa yule anayesema hayo machafu, zinduka. Yule yuyasema, wewe wamsikiliza, wewe ni mshirika wake, zinduka, usiwe mshirika wake, usisikilize machafu. Ndugu zangu Waislamu, ni wajib wa kila mmoja katika sisi kuyalinda masikio yake yasisikilize mambo yasiyofaa. Mahali kwa zungumzwa maneno ya kipuuzi, ni wajibu wako kuyachunga masikio yako usisikize. Na pengine mtu aweza sema, sasa ustadhi, usafiri ndo kama huo tena, matatu kumewekwa ndani manyimbo, tafanyaje sisi? Hauwezi kukosa namna ya kufanya. Kama kweli wayachukia hayo majimbo, huwezi kukosa namna ya kufanya. Lakini kama huyachukii, namna hutoona ya kufanya, hutoona namna, lakini utapata kila namna za kutosikiza hayo yaliyowekwa humu ndani ya gari. Endapo wewe wayachukia hayo, utapata kila namna ya kuweka. Utaweka na wewe vitu vyako na utasikiliza yanayofaa, kama ni mawaidha, kama ni Qur'ani, na hutosikia hayo yaliyoko hapo. Na hivyo hivyo ndivyo inavyotakikana. Tuyalinde masikio yetu yasisikie mambo yasiyofaa, kwa sababu pale yasikiapo huwa unaoumia na unaoathirika ni huu moyo. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lilipotokea tukio la hadithul ifki, kisa cha uzushi alichozushiwa mke wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambaye ni bibi Aisha. Akazushiwa kwamba yeye na Safwan kulikuwa na jambo fulani fulani. Mtume, habari hizi zilipoanza kusambaa, zilimchoma. Katika watu aliyekwenda kuwauliza ni Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, ambaye ni mmoja katika wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alimuuliza Zainab binti Jahsh, vipi
wasemaje wewe kuhusu haya yanayozungumzwa? Maoni yako ni yapi? Sayyidatuna Zainab binti Jahsh alimjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia hivi: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ahmi sam'i wa basari, nalichunga na nalilinda na nalihami sikio langu na jicho langu. Masikio yangu na yahami na macho yangu na yahami kusema tu chochote ambacho watu chazungumza. Mimi sitaki kusikiza tu chochote. Mimi huwa najilinda, sitaki kusikiza tu kila kitu. Akasema wallahi ma alimtu illa khaira. Ikiwa ni kuhusu bibi Aisha, mimi sijui kwake illa khairi, ni mke mwema, haina shaka. Lakini sisi tutaka hapa mwanzo alipoanza, ahmi sam'i wa basari, mimi nayahami masikio yangu. Unajua maana ya kuyahami? Manake nayalinda, manake nayachunga, manake nayahifadhi masikio yangu yasiwe ni masikio ambayo kwamba kila kitu yasikiza, kila kitu yakisikia tayari yanataka kusema nayo. La, mimi nayahami masikio yangu. Na ndio maana tukatakikana lau ikapenya kwenye sikio kweli wayahami, lakini ikapenya kwenye sikio habari fulani ikaingia, ndio uende ukahadithie tayari? Hapana, tulia, usiende kuhadithia, kwa sababu si kila kisemwacho ni cha ukweli. Mengi yasemwa, ukweli hayana. Mengi yazungumzwa, ukweli hayana. Unachotakikaniwa wewe ni utulie, usishiriki katika kuyasema kisa na sababu eti umeyasikia. Yahami masikio yako yasikupeleke pasipofaa. Hebu isikilize hadithi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alikuwa aelezea adhabu za kaburini zilivyo. Akawa amefikia katika kuelezea, kuna mtu kule kaburini ameketi, kisha kuna mtu mwingine amesimama. Hizo ni habari za barzakha, anayezielezea ni Mtume. Hadithi ni sahihi, iko katika Sahihul Jami'a. Kuna mtu kule kaburini ameketi, yani ameketishwa, kisha kuna mwingine amemsimamia. Huyo aliyomsimamia upande wa kichwani ana kitu chaitwa kalub. Kalub ni vyuma fulani hivi, viko hivi kama vile vyuma vinavyowekewa nyama katika zile bucha. Kuna mtu ana hicho chuma amekishika kalub. Hichi chuma yule aliyesimama huwa yuamuingizia nacho yule aliyeketi, yuamuingizia nacho humu ndani ya kichwa. Halafu yuakivuta mpaka yuakitoa kwenye kishogo, yani kitoke na manyama yaliyoko ndani. Kinapotoka hukiingiza tena upande mwingine akakivuta. Anapovuta ile sehemu ya pili, ile sehemu ya kwanza huwa isharudi, ili ivutwe tena, usikie tena uchungu mara pili. Kinapovutwa ile sehemu ya kwanza, hii ya pili huko isharudi, ili ivutwe tena, usikie tena uchungu. Ni adhabu ambayo yaendelea, haikomi. Adhabu yaogopesha bila shaka. Mwenyezi Mungu atulinde nayo na tuokoe nayo insha Allah. Mwenyezi Mungu atujalie katika waja watakaoingia peponi insha Allah. Mtume alipoelezea adhabu hii, ni mmoja katika waliyekuwa hapo alimuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, huyo mtu ambaye adhabu yake ni hiyo, kwani kosa lake kubwa lilikuwa gani? Mtume akasema, innahu rajulun kadhabun yakdhibu alkidhba. Huyu alikuwa ni mtu mrongo, yakdhibu alkidhbata fatuhmalu anhu fil afaq. Anaongea urongo, watu wanaobeba ule urongo wanaenda usambaza katika pembe za dunia. Dunia nzima urongo unasambaa. Alianza kuusema ni yeye. Mtume asema fahuwa, sasa huyu mtu aloanza kusema, yusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyama, yuwafanywa hicho ambacho umekiona na umekisikia mpaka siku ya kiyama. Thumma yasna'u Allahu ta'ala bihi ma sha,
Kiyama kikifika, Mungu ndo atamfanya vile ambavyo yeye yataka sasa. Lakini kwa hivi yuko kaburini, adhabu anayokula ni hiyo. Adhabu gani hiyo? Ni hiyo ya kutiwa vyuma na nini. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu wa kusema maneno ya urongo, watu wanayasikia wanaenda kuyasambaza. Ndio kaambiwa si kila usikiacho wenda kusambaza. Mbali na kwamba kuna mtu yuadhibiwa, wewe ukienda sambaza ni mshirika wake, wewe utaachwa. Kama yeye yuala adhab na mshirika naye, maana yake atakula adhab vile vile. Ndio kaambiwa si kila unachokisikia utakwenda ukakizungumze. Tulia. Yasemwayo ya urongo ndiyo yanayosambaa haraka kuliko ya ukweli. Kwa hiyo usiamini kila kinachosemwa, yahami masikio yako. Na ikitokea habari kapenya, tulia, usiwe mshirika wa yule ambaye kwamba ameyasema. Ndugu zangu Waislamu, neno lolote linapoingia kwenye masikio linafanana sana na mvua inayoshuka ikatua kwenye ardhi. Kama ambavyo mvua ikishuka kwenye ardhi na umetia mbegu, ni lazima ile mbegu itaota, sawa ni mapema ama ni kukuchelewa, lakini itaota. Ndivyo ambavyo maneno yakiingia kwenye masikio ni lazima yatafanya kazi, aidha ni hapo hapo ama ni baadaye. Kwa hiyo tia maneno yaliyo mazuri, kwa sababu ukishayatia maneno kwenye masikio yako lazima yatafanya kazi kwenye moyo. Sasa kama yatafanya kazi hapo hapo immediately au yatafanya kazi baada ya muda, vovote vile, lakini kazi yatafanya. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia katika mafuhumu ya hadithi, sabbaka man ballaghaka sabba, aliyekuletea matusi huyo ndo alokutusi. Yani mtu amekujia wewe akwambia fulani ankutukana wetu si kadhaa, alokutukana ni yeye, si yule. Kwa nini si yule? Kwa sababu uliposikia si ungenyamaza? Mbona umekuja kunambia? Manake wewe ndo unitukanae, wewe umefurahia hilo tusi, ndo ukaona kuna dharura mimi nilisikie, kwa hiyo ulonitukana ni wewe. Kwa hiyo habari zikipenya zikaingia kwenye sikio lako, wewe watakaniwa uzinyamazie. Kwa nini? Kwa sababu hizo habari zitafanya kazi sawa ni sasa ama ni baadaye. Kama ambavyo mvua ikiteremka ni lazima itafanya kazi mvua ile ya kuotesha mimea, sawa ni haraka ama ni baadaye. Ndugu zangu Waislamu, masikio haya waweza ukalisikia neno leo na athari yake ikabakia mpaka miaka 20 ijayo. Kuna neno halikutoki, ulilisikia liko kwenye moyo, mtu akizungumza kukuhusu. Na waweza ikakupelekea neno hilo ambalo umelihifadhi miaka 20 kwenye moyo, ulilisikia huko nyuma, unalo mpaka leo kwenye moyo wako miaka 20, yaweza ikakupelekea baada ya miaka 20 ndo ukajalipiza kisasi. Angalia hatari ya kupenyeza kitu kwenye masikio. Ndo kaambiwa sikiliza yaliyo mazuri, usisikilize yaliyo maovu. Ukisikiza mabaya yanaenda keti kwenye moyo, ya keti kwenye moyo, unaoathirika na kuharibika ni moyo wako. Ndio tukakwambia masikio ndio mlango wa 3 miongoni mwa milango ya moyo. Waweza ukasikia kitu na ukakihifadhi wewe mpaka baadaye ukaja ukamdhuru mtu, ama ikawa mtu humpendi tena kwa sababu ya kile ulichokisikia. Kama ambavyo waweza ukasikia kitu na kikakupelekea ukabadilika, ukasema watu wanizungumza hivi mimi. Watu umesikia watu wasema mashallah mtu fulani, ukajiambia maadamu watu waniambia mimi mashallah, basi acha na mimi nibakie kwenye hiyo mashallah, acha nisifanye mambo mabaya. Kwa nini? Umesikia ukizungumzwa vizuri. Na ndio katika maneno yaliyopokewa ni kwamba siku moja al-Imamu Ali radhiyallahu anhu alikuwa yuko mahali, ghafla akapita mtu akiitwa Sa'sa'a. Sa'sa'a huyu ana mtoto wake akiitwa Firazdaq. Alipopita naye Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akamuita ya Abal Akhtal, Abal Akhtal, ambao ndo huyo Sa'sa'a. Man alladhi ma'ak, huyo uko naye nani? Yule akajibu akasema ibni,
mwanangu huyu wa huwa shair, huyu mwanangu ni mtungaji mashairi hodari. Anamsifu mtoto wake mbele ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sikiliza jibu la Sayyidina Ali lililoingia kwenye masikio ya mtoto, likamfanya mtoto ahakikishe mimi nitakifanya hichi kitu nilichokisikia. Sayyidina Ali alimwambia yule bwana, allimhu alquran fahuwa khairul lahu min ash-shi'r, mfundishe mwanao Qur'ani bwana, Qur'ani ni bora kwake kuliko hayo mashairi. Waonaje ungekuwa wamsifu mwanao hafidhul Qur'an, huyu amehifadhi Qur'an, kuliko kumsifu mshairi hodari huyu? Mfundishe Qur'ani. Mtoto yuasikia. Mtoto sasa ndo anasema fakana dhalika fi nafsi, hilo lilibakia kwenye moyo wangu kwamba mimi ni hifadhi Qur'ani, halikuondoka mpaka nikahakikisha nimehifadhi Qur'ani yote ndani ya mwaka mmoja. Ndani ya mwaka mmoja tu nikahakikisha kitabu cha Allahu subhanahu wa ta'ala nimekieka ndani ya moyo wangu, na akakieka. Asli ya kukieka hicho kitabu cha Allah ndani ya moyo akakihifadhi, amesikia maneno kwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anaomwambia babake, mwanao huyu mhifadhishe Qur'an. Hivyo hivyo ndivyo Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud alipomsikia barobaro mmoja akitoa sauti nzuri huku imba akighani. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud akasema, ma ajmalahu min saut law kana bil Qur'an, ni sauti nzuri iliyoje hiyo lau ingekuwa yasomewa Qur'an. Sauti nzuri sana mashallah, lakini lau ingekuwa yasomewa Qur'an, ingelikuwa sauti mzuri zaidi. Maneno hayo ambaye alokuwa yoimba mashairi aliyasikia, yakawa ni sababu ya yeye kufanya bidii aishike Qur'ani hadi mwishowe akawa ni imamu miongoni mwa maimamu wa misikiti. Kwa hiyo maneno yanapopenya kwenye sikio yaweza akamfanya mtu akabadilika, athari kenda kwenye moyo, na yaweza akamfanya mtu akapatwa na ghurur, akadanganyika. Watu sasa wamsifu, mashallah, wewe ushakuwa bwana, wewe ushakuwa mwanachuoni, wewe chuma, wewe mti. Akaanza kujikuza, mimi mti kweli, mimi tayari. Alokuambia wewe nani? Na alokuambia umekuwa mwanachuoni wewe bado ni mwanafunzi, lakini ndani ya masikio yako kwa penyezwa vitu ambavyo vya kudanganya wewe. Halafu kwenye moyo wako kibri chaketi sasa, mimi bana najua bana, ana al-kabir fa'adhim, mimi ndo mkubwa bwana, nitukuzeni. Ni maonaje kila mpitapo watu watakunbusu mkono? Tartibi ya habib, pole pole ndugu yangu. Masikio yako yaingiza vitu ambavyo kwamba vya kudanganya wewe. Watu wakusifu mashallah Qur'ani yako nzuri, watu wakusifu mashallah, zichunguze hizo mashallah zao, utapata na uhadazi ndani upo. Usighurike kwa sababu kuna hichi watu wanasema na wewe unasikia. Umekisikia kile kisa cha al-Imamu Abu Yusuf ambaye ni mmoja katika wanafunzi wakubwa wa al-Imamu al-Adhamu Abu Hanifa. Abu Yusuf alikuwa ni mwanafunzi wa Abu Hanifa. Wenye kuelezea wanaeleza, wanasema al-Imamu al-Adham safari moja akajatambua kwamba mwanafunzi wake Abu Yusuf ni mgonjwa, na ugonjwa ulomshika ni ugonjwa ambao kwamba uko uwezekano mkubwa wa yeye kutopoa. Yeye ndio ikawa sababu yake ya kwenda mbele za haki. Ulikuwa ni ugonjwa ambao kwamba sana mtu hatunaye tena. Al-Imamu al-Adham Abu Hanifa alipojua kuwa mwanafunzi wake Abu Yusuf amepatwa na mtihani kama huo wa huo ugonjwa, kuna maneno yalimtoka na watu waliyasikia. Alisema, ahin ya Aba Yusuf, Abu Yusuf, laqad kuntu arjuka linnasi min ba'di, kwa hakika nilikuwa na kutarajia wewe ndio uje upeleke gurudumu la kuongoza watu baada ya mimi kufa. Yani mimi mwalimu nilitarajia nitakufa mbele, wewe mwanafunzi uje ushike msukani wa kuongoza watu. Mambo yenda kinyume.
mwalimu niko, mwanafunzi ndo mgonjwa, na uko uwezekano tusiwe naye tena. Haya maneno haya Abu Hanifa watu waliyasikia. Basi siku zikapita. Baada ya muda Abu Yusuf akapoa kwa kudra na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Alipopoa akatia manguo yake mwenyewe yuaelekea katika darsa la shekhe wake Abu Hanifa. Wakati yuko njiani yuaelekea kwenye darsa, kuna watu wakamuona, wakamuita, Abu Yusuf, wenda? Akamwambia naenda kwenye darsa la shekhe wangu, alhamdulillah napoa. Watu wakamwambia yale maneno aliyoyasikia, wakamwambia usende, we tayari ushakuwa mti, ushakuwa gogo, mwanachuoni mkubwa wewe. Tumemsikia mwalimu wako huyo Abu Hanifa mwenyewe akisema alikuwa yukutarajia wewe uje uongoze watu baada yake. Hiyo maana yake nini? Sikamba wewe shaiva, sikamba wewe tayari ushakuwa mwanachuoni, paka shekhe lako alikuwa kutegemea wewe. Kwa hiyo wenda wapi? Maneno na yeye akamuingia humo, yakamdanganya kwamba kumbe mimi nishakuwa mwanachuoni bana, sasa nenda kufanya nini huko kwa shekhe langu? Mimi tayari. Ile ghurur na yeye kamuingia, lakini hakurudi nyumbani, akaenda huko msikitini kwa shekhe lake, darsa yaendelea. Alipofika msikitini, badala aende akakae pale shekhe yuasomesha, alikwenda akaketi kando, akaita wanafunzi kando, na yeye akaanza kuwasomesha. Nimeambiwa bwana mimi, angalia namna maneno anavotia ghurur, ile kusikiza huyu akusifu, usije kwambia nini, wewe umesoma, mashallah wewe. Na ndio maana utaona wengi hii leo wadanganywa wakufurisha watu ovyo, kwa sababu tu kuna vicomment viwili vitatu, mashallah, waambie shekhe wape ukweli, alafu mwishoe dhambi zote zako wewe unayejiona shekhe kwa sababu ya maneno ya watu. Huyu akaketi kando, ikawa yuasomesha naye kando. Al-Imam al-A'zam Abu Hanifa akaona ghafla kuna kigurupu chengine kando pale. Akauliza wanafunzi wake, kuna nini kule? Wanafunzi wakamwambia, ni Abu Yusuf yule amepoa. Abu Hanifa akauliza, mbona hakuja hapa basi? Amepoa? Watu amepoa, mashaallah. Mbona hakuja hapa? Watu wakamwambia, yale maneno uliyosema kwamba wewe ulikuwa ukimtarajia yeye aje aongoze watu baada yako, hayo maneno watu wamwambia, labda ndo yalomdanganya, akaona kwamba yeye pia ashakuwa mwanachuoni. Abu Hanifa akaona kumbe, okay, wacha nifanye namna ya kumjulisha, njoo usome bado wewe, njoo usome wewe bado uko ungali kijana. Akamwambia mwanafunzi mmoja pale, al-Imam al-A'zam Abu Hanifa akamwambia mwanafunzi wake mmoja, nenda pale kwa yule aliyoweka kikao chake pale, ukifika mwambie kuna swali nataka nikuulize. Akikwambia jibu lolote, mwambie umekosa. Swali ni gani? Akamwambia nenda paka pale, ukifika mwambie ustadhi na swali, uliza. Si tena atakaonekana shekhe lazima atataka kila kitu ajibu, sio? Mwambie kuna mtu alinunua kitambara dukani, akakipeleka kwa fundi, akamwambia fundi, hichi kitambara nataka unishone nguo iwe hivi, urefu, upana, design. Akampa maelezo kamili, hii nguo nitakuja kuifuata siku fulani. Fundi akamwambia pesa yake ni fulani, yani pesa kadhaa. Bwana akamwambia siku nikija toa nguo nitakupa pesa yako. Akaelewana na fundi vizuri, akaondoka. Ikafika siku ya kuja kuchukua nguo. Alipokwenda kwa fundi, akamwambia fundi, nipe nguo yangu nikupe pesa. Fundi akamruka, akamuuliza nguo ipi unayoongelea? Fundi, mimi si nilikuja na nguo na kitambara hapa. Fundi anambia kitambara kipi? Ndio mwanzo mimi nakuona. Fundi akamruka futi 60 kwamba hamjui. Bwana akamaliza maelezo yote, lakini fundi wapi? Hamjui, akamkataa. Bwana akaona huyu fundi aleta machezo huyu, akaenda akachukua polisi, akaja nao paka pale. Polisi katika hali ya kumhoji fundi,
fundi akipekua pekua nguo akaitoa hii hapa, ikiangalia ile nguo ashaishona tena kwa maelezo yale yale kulingana na vile vile ilivyo mwenyewe alivyosema iwe hivi iko vile vile. Sasa swali lako ni hili, huyo fundi yafaa kulipwa ama hafai kulipwa? Akikwambia fundi yafaa kulipwa, mwambie umekosea, na akikwambia fundi hafai kulipwa, pia mwambie umekosea. Kijana akainuka na swali, akaenda paka pale akamwambia shekhe, nimekuja na swali nitankuulize. Swali gani? Akalieleza. Shekhe kwa sababu tu ameshasifiwa ameshasikia haraka akamwambia fundi hapo yafaa kulipwa, si nguo hiyo impatikana. Kijana akamwambia unkosa. Shekhe akashtuka, tena mbele ya wanafunzi wangu wao wanaoniona mimi msomi na ambao unkosa? Hapana. Akafikiria ngoja huyo hafai kulipwa, huyo si alikataa pale mwanzo hafai kulipwa. Kijana akamwambia tena umekosa. Yule shekhe akamwangalia yule kijana, huyu kijana majibu ayatoa wapi huyu? Mbona la kwanza nimekosa, la pili nimekosa? Akamwambia wewe hilo swali ulitoa wapi? Kijana akamwambia hili swali linatoka kule kwa al-Imam al-A'zam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, Mwenyezi Mungu amrehemu. Swali limetoka kule kwa al-Imam al-A'zam. Sasa ikawa amepatwa na shauku ya kujua jibu, akainuka kwenda kwa shekhe ajue jibu. Akifika ndio akaambiwa, angalia, usidanganywe na unaoyasikia, keti hapa kwanza usome, bado wewe keti. Akaketi akasoma. Nini tunachokitaka ndugu zangu katika kurefusha haya maelezo ni kwamba hakikisha wayatumia masikizi yako katika kusikiza khair, na kukipenya kitu kikaingia kama ambavyo chaweza kukuongoza lakini pia chaweza kukupoteza. Kwa hiyo kuwa makini na yale unaoyasikiza, na wala usikubali kwamba hawa majini hawa wawe wana sifa zaidi katika kusikiza kukuliko wewe. Usikubali. Majini wanasikiza yanayofaa, yani si wote, lakini Qur'ani imethibitisha wanasikiza mazuri. Kwa nini wewe usikize mazuri? Mwenyezi Mungu ametuambia katika suratul Jinni, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, kilisikiliza, tia line hapo, kilisikiliza kikundi kutokamana na majini. Istimaa, ukisikia istamaa maana yake ni mtu amekusudia kusikiza, sio alisikia kwa bahati mbaya. Istamaa nafarun minal jinni, walisikiliza kikundi katika majini. Waliposikiliza, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, jamaa tumesikia Qur'ani ya maajabu leo, yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi, Qur'ani hiyo yaongoza na sisi tushaongoka pia tumeiamini. Walan nushrika bi rabbina ahada. Majini wanatumia masikizi yao kusikia yanayofaa na wanaongoka. Wewe mbona unasikia asiyofaa? Mwenyezi Mungu katika suratul Ahqaf ametaja jambo kama hilo, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, paka mwisho wa aya. Qur'ani yasema wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn, tulikileta kikundi kwako cha majini, yastami'una al-Qur'an, wakakusudia kusikiliza ile kule qul uhiya ilayya annahu istama'a kwa sigha ya madhi, huku imekuja vile vile nafaran minal jinni yastami'un kwa sigha mudhari, lakini kilima kile wamekusudia kusikiza Qur'ani. Falamma hadaruhu, walipokuwa mbele yako wasikiza Qur'an, qalu ansitu, wao kwa wao majini wakawaambiana, jamaa pulikeni haya maneno, sikizeni kwa makini, maneno mazito haya. Falamma qudiya, Qur'ani ilipomalizwa kusomwa, wallaw ila qaumihim mundhirin, kile kikundi walikwenda kwa wenzao wakaanza kuwahofisha na kuwaelezea haki walioijua. Waliwaeleza vipi? Qalu ya qaumana, walisema enyi jamaa zetu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, tumesikia kitabu kimeteremshwa baada ya Musa. Wakaanza kukisifu na kadha na kadha na kadha. Kwa nini hawa waweze kusikiza yaliyo mazuri na waongoke, mimi na wewe tusikize yaliyo mabaya mpaka tupotea? Ni wajibu wetu
kuchunguza ni kipi tunachokisikiliza, na tusikilize yanayofaa, tusikilize yaliyo mazuri, tusizishawishi nyoyo zetu. Ukisikiza maovu wa ushawishi moyo. Hasa wewe umeketi wasikiza mahabari ya uovu tu. Mahabari unaoyasikiza ni ya uzinifu, mahabari unaoyasikiza ni ya kuiba, mahabari unaoyasikiza ni ya... Wewe uone kama wa ushawishi moyo wako, wa utatiza moyo wako. Mwishowe moyo wako utataka kwenda kukifanya kile ambacho umekitatiza nao. Kwa hiyo sikiliza yaliyo mazuri, ndio moyo wako ushawishike kufanya mazuri. Unaposikiza yaliyo mabaya, kwa hakika wa uchafua moyo wako, wa upeleka katika mambo ya shahwa ambao kwamba ni haramu, wa upeleka moyo wako kutamani vitu ambavyo ni haramu. Kwa sababu wewe wasikiza mtu yuatoa sifa za mwanamke, aeleza sifa, mwanamke bana hivi, ukishasikiza alafu zimeenda wapi hizo maelezo? Zimeenda kwenye moyo. Utajikuta watafuta kile ulichokisikia na kutafuta na wewe. Ujitie katika shahwa, ujitie katika masala ambayo ni haram, ambayo haifai. Unaposema mimi acha nende nikasikilize sina neno, utajitia katika shubha. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuatuonya zile fikra ambazo kwamba kuna watu wanasema sema alafu zitakutia tashwishi. Msikia mtu yasema alomumba Mungu nani? Utaingiwa na tashwishi wewe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, ukisikia habari kama hizo utakachokifanya, basi jambo la kwanza wewe sema qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, mpaka mwisho. Tema mate kushotoni mara 3 na useme a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Kwa nini? Kwa sababu kumeingia kwenye masikio yako vitu ambavyo kwamba vyachawishi moyo, vitu ambavyo kwamba ni vashubha. Kwa hiyo ni jukumu letu ndugu zangu Waislamu kuhakikisha masikizi yetu yanabakia masafi, masikizi yetu yanabakia mazuri, masikizi yetu yanasikiza yanayofaa, masikizi yetu yanasikiliza ya halali, yanasikiliza Qur'an. Na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametuambia, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Mwenyezi Mungu ametuambia, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kwa ni jukumu letu kusikiliza yaliyo mazuri, ni jukumu letu kupulika yasemwayo ya kheri, yafundishwapo ya kheri, na tujitahidi kadri tunavyoweza kuyatumia haya masikio katika kusikiza mambo ambayo yanamridhisha, yanamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale ambayo ni haramu tujiepushe nayo, yale ambayo ni haramu tusikae kuyasikiza kabisa. Salama yetu iko hapo, nusra yetu iko hapo insha Allahu Ta'ala. Hii ilikuwa ni halaka yetu ya 3 katika halaka za milango ya moyo. Leo tulikuwa na wewe kwenye kuzungumzia habari nzima ya masikio insha Allahu Ta'ala. Mwenyezi Mungu atubarikie na tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hii ni An-Nisaa TV.